Okay, mambo vipi mwanafamilia wa Rick Media? Mimi naitwa Ricky Kisalala Sound and this is Rick Media. Tuko na hot talk leo kidogo. Kuna vitu ambavyo nimeviona kwenye social media. Nikasema acha nizungumze na moja kati ya warembo ambao kimsingi najua atanipa information nzuri, lakini pia ana experience kwa kile kitu ambacho nahitaji kukizungumzia hapa. Of course, sasa hivi kumekuwa kuna discussion social media kuhusiana na mambo ya single mother. Wapo ambao wanazungumzia positive, wapo ambao wanazungumzia negative pia. Lakini pia tunapozungumzia single parenting tunazungumzia mizizi ya familia, right? So kama tutazungumzia vizuri au vibaya, basi tunatengeneza kizazi kingine hapo ambacho kitaendelea kuwa kizuri au kibaya. So nikasema nikutane na dada yangu hapa. Mambo vipi? Poa, mambo vipi? Fresh, uko poa? Niko poa kabisa. Wana Tanzania nataka kukufahamu kwa jina. Kwa majina naitwa Diana Moshi. Ni mama na ni single parent pia. Nalea mtoto ambaye soon atatani miaka 12. Oh, hongera sana. Thank you so much. Are you proud to be single mother? It's not something I'm proud of because it's not something someone can mtu anatakiwa kuwa proud of, but imeshatokea, imeshanikuta kwenye hiyo situation. Cha msingi ni kuanzia hapo ilipokuwa na huko napoenda. Namna gani namlea, kwenye mazingira gani, hilo ndio jambo la msingi zaidi. But wewe binafsi unasema kwamba haujutii kuwa the way ambavyo watu wanakucall single mother, I sound kama vile kuna namna fani au it's okay, yani wewe mtu anapokuita single mother hauoni kama vile ni issue kwako? Kimsingi sio jambo ambalo ni jambo jema au kusema niko sawa nalo, I'm proud of. No, I'm not. Actually ndoto yangu ilikuwa na familia. Yani hiyo mpaka napata mtoto, sikupata mtoto kwa sababu kitu nilichokuwa nakitaka ni mtoto. Nilikuwa natamani sana kuwa na familia. I grew up as an orphan. So my biggest dream was to have my own family. Lakini for some reason nimejikuta hapa nilipo. So okay. It's not something that I'm proud of. Nataka nifahamu, kabla ya kuwa mama, kabla ya kuwa single mother, ulikuwa na perception gani juu ya single mother? Kikweli nimepata mtoto nikiwa mdogo. Nimepata mtoto nikiwa na miaka 21. Kwa hiyo by that time sio kitu ambacho niliwahi kukitazama. Nimelelewa na bibi na babu na kwenye jamii niliolelewa hapakuwa na single parent ambaye nimeshamu experience. Kwa hiyo kitu cha single parent mimi nimeanza kukiexperience mimi mwenyewe baada ya kuwa single parent. Lakini kwenye jamii nilokuwa sijawahi kuexperience mzazi mmoja kwa mtoto. Okay. Sawa. Nataka tunazungumza leo, right? Inawezekana lisio kwako, lakini pia kwa jamii kwa ujumla. Yeah. Kwa research yako ndogo ambayo umeiona, kwa nini sasa hivi kuna ongezeko kubwa la single parenting? Naweza nikasema sababu ni mbili za kuongezeka kuwa na single parents. Na kila mmoja lazima awe accountable. Kuna sababu ya kwanza naweza kusema malezi. Kwenye miaka kadhaa hapo nyuma iliyopita, malezi babu zetu inawezekana babu zetu na bibi zetu walifeli kwenye jambo moja la kulea watoto wa kiume. Ni kati ya mtoto wa kiume na wa kike kuna namna ambavyo hawakuwa wanalelewa sawa. Kwenye malezi pamechangia kuwa na vijana wa kiume, mtoto wa kiume kutokuwa responsible. Sehemu kubwa sana ni vijana wa kiume kutokuwa responsible. Lakini pia changamoto kubwa zaidi ya pili ambayo naweza nikaisema ni pale tulipointroduziwa kitu kinaitwa haki sawa, mwanamke naye anaweza. Hii mimi naweza kusema imekuwa ni tatizo kubwa sana, kwa sababu kwanza kumbuka kabla ya haki sawa tayari ilikuwa mtoto wa kiume kwa asilimia kubwa hafundishwi kuwa responsible. Kwa mfano unasema vyombo. Mwanamke wewe mtoto wa kike ndio uoshe, wa kiume au usioshe vyombo, usifanye nini. Kwenye namna fulani hivi ya malezi tayari kulikuwa kuna namna fulani ambayo kitu hakiko sawa. Sasa kilivyokuja hii swala la mwanamke anaweza, hii ndio imeharibu kila kitu. Kwamba sasa hivi mwanamke kwa sababu I can drive, I can work, na uwezo wa kujimiliki, that means naweza kulea mtoto wangu. Hapo tu yani kwenye swala la haki sawa limeleta changamoto kubwa, kwa sababu mwanamke naye anaona anaweza kufanya kile ambacho mwanaume anaweza kufanya. Lakini kiuhalisia ni kwamba by nature tulivyoumbwa hawezi kuwa sawa mwanamke na mwanaume. Hata ukiangalia kwenye maumbile, kwenye science, kuna vitu mwanamke anabeba mimba, mwanaume anabeba mimba. So automatically we cannot be equal. Hatuwezi kuwa sawa. Kwa hiyo kitendo cha mwanamke kuambiwa anaweza,
hii imeleta changamoto kubwa sana to a point. Mimi nakutana na mtu ananiambia, mtu anakuona na mtoto anasema yani mpaka lao unafanya biashara zako, unamlea mwanao na nini na nini. Yeye anaona ni kitu ambacho ni kitu chema, kwamba ngoja nitafute tu hela yangu kwa sababu mahusiano yanasumbua nizae. Kitu ambacho hajui kwamba kazi ya kuwa single parent, kuwa single mama, it's something that I want advice. Yani hata kama kuna mtu yote ananisikia sasa hivi, siwezi kumshauri awe analipwa milioni 100, awe anaweza kumudu kila kitu. Siwezi kumshauri mwanamke awe single parent kwa sababu it's not all about money. It takes a lot more than money. Unatakiwa wewe na huyo mtoto physically, emotionally, spiritually, financially, kitu ambacho hauwezi kukifanya wewe peke yako. Kuna nafasi ya baba na kuna nafasi ya mama. Kwa hiyo I cannot advise anyone kuwa single mother. Kwa hiyo wewe ni moja kati ya watu ambao wanaungana na baadhi ya watu wanaoamini kwamba hii woman empowering iliyokuja inatafsiriwa vibaya na haiko applied kwenye culture yetu sisi kama wa Africa, right? Big time. Kwenye culture yetu sio tu culture ya Kiafrika. Kwa ujumla, kuanzia mwanzo hatukuumbwa sawa. Kwa hiyo hatuwezi pia kuwa sawa. Yani hiyo ndo main point, kwamba hatuwezi kuwa sawa. Kwa mimi ni mmoja wapo ambao naamini hivyo sana. Sasa hivi kuna baadhi ya wanawake wanakuambia mimi sio muongo. Sawa. Kuna mwanamke anakufuata na kuambia I just want a kid with you. Not about life. Kuna kitu gani ambacho hawakijui ambacho umekiexperience kulea mtoto peke yako? Kwa ulimwengu tunafikia kwanza nadhani hao wako wengi sana. Wao ambao nataka tu wewe niche tu mtoto tutalea, hata kama usipohudumia mimi ni sawa. Kitu kimoja cha kwanza, ni rahisi mtoto akiwa mdogo mchanga pale mpaka anakuwa hapo pia sio rahisi kama hivyo ambavyo tunaweza tukaisimplify, lakini angalau ni rahisi. Kwa nini nasema ni rahisi? Kuanzia huko chini inawezekana labda kwa sababu una pesa unaweza kuafford kuwa na 2 nannies, si ndio? Mtoto sometimes atasumbua nini, you can afford kuwalipa watu wa kusaidia kwenye kile kipindi. Lakini kumbuka huyu mtoto sio jiwe. Huyu mtoto anaenda anakuwa. Kila stage anayofika, kuna stage ambayo anafika unaona wewe mama peke yako huwezi kufit. Especially kwa watoto wa kiume. Mimi kila siku wanasema mama hawezi kulea mtoto wa kiume peke yake. No matter what. No matter how rich you are. Huwezi kulea mtoto. At least kidogo inaleta wepesi kwa mtoto wa kike. Kidogo wepesi. Lakini sio kwa mtoto wa kiume. Kwa sababu kumbuka unamlea mtoto wa kike ni wewe. So kama wewe ulilelewa, kuna vitu unaviona kwa unajua akifika stage hii inakuwa hivi, nitamfundisha hichi. Sasa wewe unaenda kumlea mtoto wa kiume ambaye haujui. Kwa mfano, mtoto anafika kwenye mtoto wa kiume anataka kumfundisha namna ya kutumia choo. Wewe unajua wapi kama mama? Haujui. Unamhitaji baba. Na hata kama tuseme labda kwa sababu single parent, kwanza single parent ni nani? Kuna mwingine amekuwa single parent, single mama kwa sababu amefiwa na mume. Kuna mwingine amekuwa single parent kwa sababu wameachana, talaka. Kuna mwingine ni single parent kwa sababu unyanyasaji wa kijinsia, alibakwa hapo zamani akapata mtoto. Kuna mazingira mengi yanayosababisha mpaka mwingine kama hivyo sasa hivi wanapenda wenyewe. Mwingine anapenda mwenyewe. Kwa hiyo kuna single mother, sio kama single mother kwamba mtu akiwa single mother ni kwamba tu labda ilitokea tu kwa amepata mimba, amezaa mtoto. Kwenye hizi jamii yetu, kwenye familia zetu kuna watu wanatendewa vitendo vibaya, anapata mimba, anazaa mtoto. Mwisho siku anakuja kuwa single parent. Sasa wewe kama mama unaenda kumlea mtoto wa kiume peke yako. Kuna stage ambazo wewe huwezi kumfundisha. So sio lazima awe baba. Labda inawezekana baba amefariki au sababu nyingine ambayo iko nje ya uwezo wako. Hakikisha unampatia nafasi mwanaume. I mean, it means labda kaka yako, mjomba yule mtoto, babu, ile father figure. Aipate ile father figure kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo huwezi kumfundisha yule mtoto. Anafika kwenye stage ya kubalea. Dunia iliyokuwepo sasa hivi, na rafiki yangu ana single mother na mtoto wa kiume. Mtoto amefika kwenye stage anaangalia pornography. Aliyekuja kurealize ni pikipiki ambaye anambeba kila siku, anamwambia huyu mtoto kuna jambo hapa linaendelea. Imekuwaje mpaka mtoto amefika kwenye stage ya kuangalia pornography? Kuna maongezi ya kiume ni lazima baba au
father figure yoyote akae chini aongee na huyu mtoto. Mtoto anajifunza kwa kuona, sio kwa vile unachomwambia. Usifanye hivi, wewe usipende pale. Mtoto ajifunzi hivyo. Hichi ni kibaya, utaungua. Mtoto anajifunza zaidi kwa kile anachokiona. Je, mtoto wa kiume anaona nini kwa mama yake? Mama dressing table imejaa, nyumba imejaa wanawake. Mtoto anaona nyie muda wote hivi, mtoto mna snap, mkisnap unaelewa marafiki zako mnakuja pale. Upo pale na marafiki zako, umevaa vinguo vifupi, upo nyumbani mama nini na nini. Mtoto kila anachokiona ndicho anachojifunza. Lakini mtoto ubongo wake kuanzia anavyokuwa mtoto, ubongo wake unapokea. Mpaka ufike stage ya kuanza kureason. Hii ni moto. Kama nikina nini naweza nikaungua. Hiyo ni stage tayari ameshasogea. Sasa wewe uko mzazi peke yako, unaweza vipi kumanage na huyu mtoto? Hakika ambao tunasema angalau ni nafuu. Atafika umri amevunja ungo, nitamfundisha namna kuvaa pads na mambo mengine, nitamfundisha namna kuosha vyombo, nitamfundisha namna kupika. Hiyo ni sehemu yangu mimi nafanya, kwa ni rahisi kumfundisha. Lakini mtoto wa kiume siwezi kumfundisha. Kuna mambo mengi ambayo mimi siyajui. Lakini hata huyu mtoto wa kike upendo wake kwanza ni baba. Upendo wa kwanza ni baba. Sasa kama huyu mtoto upo naye wewe mwenyewe, huo upendo wa kwanza anaenda kutoa wapi? Na anaenda kujifunza kwa nani? Anauona kwa nani? Na ndo maana from my experience mimi nimejitahidi sana as much as I can mtoto na baba yake, whether anahudumia haudumii, uhusiano wa baba na mtoto uwepo pale pale. Yani huyu mtoto lazima awe na uhusiano na baba yake. Hata kama baba yake atakuwa amefanya kidogo, ni babako amefanya. Na hakuna baba mwingine. Mimi mtoto wangu anaingia miaka 12, hajawahi kumuita mtu mwingine baba. I swear. Huyo baba yake sipo naye. Na whatever the situation we have, hajawahi kumuita mwanaume mwingine yoyote baba. Na namwambia una baba mwingine. Principle nyumbani kwangu, hakuna mwanaume, hata kama nikiwa nina mahusiano, mwanaume usije kulala nyumbani kwangu. Why? Hujanioa, hatujaoana, unakuja kulala nyumbani kwangu kufanya nini? Namfundisha nini huyu mtoto? Jamani. Kwa sababu kuna stage huyu mtoto atafika, especially kwa watoto wa kike sasa ambao tunasema, tunaweza tukasema ni rahisi lakini pia sio rahisi. Kuna stage huyu mtoto atafika ataenda kuwa teenager, anaendelea kukua. Akiendelea kukua, kama mama alikuwa anakuona wanaume wanakuja nyumbani, wanalala, anakuona leo na mahusiano haya, leo kamuita huyu baba, kesho kutwa kamuita yule baba. Kuna stage huyu mtoto atafika, ataanza mahusiano na huwezi kumkanya, huwezi kumzuia. Kwa hiyo unajikuta kama mzazi umepoteza power kwa huyu mtoto. Unaweza kukuta mtoto anamudu mzazi. Ndio unakutaga mtoto, binti anaongea na mamake, wewe bwana mama, unaelewa? Utauliza kosa lilikuwa wapi? Nguvu mzazi alipoteza huko chini wakati anamlea. Yani ulipoteza nguvu bila kujua, unaipoteza nguvu kwa mtoto. So now you don't have control over your child. Kwa sababu kuna malezi na kuna upendo. Sasa tunachanganya kati ya malezi na upendo. Yani tukisi kwamba no, don't do that. Na hizi shule zetu za sasa hivi za kizungu, no, that is not right. Unatakiwa usimame kama mzazi, huwezi kuwa rafiki kwa mtoto. Sio rafiki yako. Yule ni mtoto wako. Kwa hiyo you have to be a mom. Okay. Jamii unayoishi, jamii inayokuzunguka, kuna sehemu ushaifika kwa introduce au jamii ina perception gani juu ya single mothers? Unfortunately, asilimia kubwa sana wana perception mbaya sana ya single mother. Mbaya sana. Kama nimeona recently bita mitandaoni, mtu anasema single mother ndo wanaojiuza, single mother ndo wanaharibu ndoa za watu. Kuna mwingine niliwahi kumsikia anasema hata vijana wa kiume walokengeuka ni wengi wao wamelelewa na single mother. Perception tulokuwa nayo ama watu walikuwa nayo ni mbaya. Na hii perception ama vitu kama hivi vinafanya tunaua hawa watoto bila kujua tunawaua. Kufa imanishi kufa kimwili.
Ndio maana unaweza kukuta kuna mtu ana miaka 58 ila alishakufaga toka akiwa na miaka 25. Sasa inawezekana hizi perception ambazo tulizokuwa nazo zinaua hawa watoto, kwa sababu kumbuka huyu mtoto shuleni anafundishwa, kwa mfano kwenye social study anafundishwa aina types of family. Kuna aina ngapi za familia? Kwenye zile aina za familia kuna single parent. Sasa mtoto anajikuta yeye ni mtoto wa single parents. Jamii ndo inasema single parents ndo wao wabaya, ndo wao wanaharibu ndoa za watu na mambo mengine kama yote mabaya. Do you expect me mtoto wangu kuwa na confidence shule mbele ya wenzake? No. Hawezi. Lakini pia tukumbuke kwamba single parent whether ni mama au ni baba, ni vile tu kwamba hatuongelee, lakini single parent kina baba wako wengi sana. So huyu mtoto anaelelewa na mzazi mmoja. Hawa wazazi hawa ni mchango mkubwa sana kwenye maendeleo ya nchi. Kuna watu wangapi ambao leo hii wamefanikiwa, wanatoa ajira kwa watu, wamelelewa na single parent. It means kama mzazi asingefanya kazi nzuri huku chini, leo tusingekuwa na huyo mtu ambaye anaajiri watu. Kwa hiyo bila kujua kwamba single parent wana mchango mkubwa sana kwenye maendeleo ya jamii, kwa sababu wanalea watu, wale watu ambao wanakuwa kesho wanakuja kuwa watu. Lakini kuna watu ambao wamepotea na wamekengeuka kwa sababu ya mitazamo ya jamii kama hivi tulikuwa nayo. Okay. Wanasema ni ngumu sana kumconvince single mother kuwa na mtoto tena. Yes. Kwa kushakutana na mtu mwanaume pengine anataka okay, can we have kid nini na nini. Yaani kilichopita kilikuwa ni somo kwako. Somo kubwa sana, na sitatamani tena kesho nije kuwa na mtoto alafu huyo mtoto sipo na huyo baba. Au ladha nibakie na huyo mtoto wangu mmoja. Lakini sio tena nijikute nina mtoto alafu tena namlea tena single parents. No. Kwa kiufupi bila ndoa sasa hivi no mtoto. No, hapana. Actually nimekuwa single parent more than 10 years. So huu ni mwaka wa 11 nikiwa peke yangu nalea mtoto. Kwa hiyo kama ni experience niko nayo, na kama ni chances ya kuwa na mtoto mwingine ilikuwepo kubwa sana. And remind you nimepata mtoto nikiwa na miaka 21. Kwa hiyo at age of 21 mpaka sasa hivi it means nawe chance ya kuzaa, lakini sijazaa. Wanasema pia challenge ya wanaume kutokuwa committed kwa single mothers ni wanaume ambao wamezaa nao au baby daddies. Huwa wana nguvu kubwa sana wanaporudi, hasa kwenye mambo ya kifamilia. Yaani baby daddy ana nguvu kwa mwanamke aliyezaa naye. Yaani kwamba sawa mimi niko na wewe, lakini akija baba mtoto wako wewe, mimi nakuwa sina mandate. Yeah. Nitasema hivi, cha kwanza mwanamke kujitambua. Me the moment ambayo I stepped out, nilisema it's over for good. Na huyo baba we are good. Hatuwezi tena kurudi hapo. Mimi naweza kusema hivi ni msimamo wa mwanamke. Mwanamke anakosa kujitambua kwa sababu pengine ni financially, inawezekana pengine baby daddy ana nguvu, lakini wengi wao hivyo, ukiachana na mambo ya financially, wengi wao wanakuwa ni walizaa na watu ambao walizaa kwa hisia. Yaani nampenda sana. Yaani anahisi labda nikimzalia mtoto ndo nitamshikilia. Kwa hiyo anajikuta at the end of the day hajamshikilia, ameshamwacha. Atakapokuja mwanaume mwingine, kwa sababu huyo alizaa kwa hisia, yaani alimzaa kwa sababu anampenda huyo mwanaume, kwa anaweza kujikuta kwamba hawezi kumove on. Inakuwa ni ngumu sana huyo mwanamke kumove on kwa sababu alizaa kwa hisia. Kwa hata kama atakuja mtu mwingine, ikitokea huyu, kwa sababu huyu naye anakuwa tayari ameshajua weakness yake, yaani huyu apindui, kwa ataendelea na maisha yake, siku atakayojisikia kurudi anarudi. Na sometimes pengine mwanamke yeye mwenyewe anajiona unajua ile ndio anasema kujitambua, yani mwanamke ajawa matured kichwani, anasema nampenda bila kuona kwamba he is not good for you and you guys are done. So if you are done, you have to take another step. Yani kuna watu ambao hawezi kubebelea maumivu, yani kwamba nampenda nini, kwa ajikuta anarudi. Kwa hiyo inasababisha yule mwanaume baby daddy anakuwa ana nguvu kwa sababu mwanamke alizaa kwa hisia. Okay. Lakini pia wengine mwanaume anakuwa ana nguvu kwa sababu ya financially. Mama hana uwezo. Kwa baby daddy
Kwa anaona kwamba anaishi kupitia child support. Kwa kama anaishi kupitia child support, unataka kuniambia baba atashindwa kufanya anachokitaka? Unaweza kukuta baba ndo analipa kodi, baba ndo anawalisha, baba ndo anafanya nini? What do you expect? Tayari he's a man of the house. Kama analipa kodi na nini. Sasa hivi ukimwona mwanamke ambaye yupo kwenye ndoa ana complain kuhusiana na mume wake na anasema mimi I need to break up. Hiyo mitandaoni tunaona kwamba mimi mume wangu bwana, mimi ushaona kuna ile story, kuna mmoja nilikutana naye, dada mmoja alipost, waga na post sana challenge na mume wake. Aliposti akasema kwamba unaweza ukaenda kwenye vikao na wanawake wenzako, wewe ukasema una matatizo ndani ya ndoa, ukakutana wameongea vitu vizito vya wanaume zao, ukarudi nyumbani ikabidi muombe msamaha mume wako. Kumbe wewe unakaa na malaika. Wewe sasa hivi kutana mwanamke ambaye anazungumzia negative kuhusiana na mahusiano yake na anataka kuondoka kwenye hiyo familia akajitegemea awe single mother, unaweza ukamwambia nini? Cha kwanza akikuona wewe unawili unapendeza, I know. Inawezekana. Inawezekana. Na wengi ndo wanaangukia hapo. Kwa kuona picha mtandaoni na kwa kutuona na mtoto tuko sawa, unahisi hivyo. Mimi naweza ngasema hivi, cha kwanza kwenye ndoa, mimi siku zote nasemaga tatizo mpaka unafika commitment ya kuoa au kuolewa, it means ulishafikiria mambo yote. Yaani kama ni mahesabu ulitakiwa upige mahesabu marefu. Na ndio maana zamani unaweza kukuta mzee sio kwamba ameoana na babako kwa sababu wanapendana sana. Ila baba kama mwanaume au kama mama wote walijitambua, akaona kwamba kwenye maisha mimi namhitaji mtu fulani. Mimi nimesema hivi, more than 10 years mimi nishaachana na huyo baba mtoto, lakini sijaolewa. Kwa sababu gani? Napiga mahesabu ambayo naona je, iliizwa liliza ama ninajiingiza kwenye nani? Sasa unakuta msingi ndo huo. Watu wanaolewa kwa miemko. Mwanamke anaolewa kwa sababu ya pressure ya jamii. Naenda miaka 30, sitaki kuwa single mother, bora niolewe. So unaweza kukuta umeenda kuolewa na mtu from the beginning unajua kabisa kwamba huyu mtu hafit in. Hujioni ukienda kusubmit kwake. Ulikuwa unaona kabisa kwamba wewe huwezi kusubmit kwa huyo mwanaume. And you have to know kwamba mkisha sema mnaoana, mwanaume ni kichwa cha familia. Sasa kama mwanamke, je, unajiona uko tayari kuwa chini yake? Unajiona huyu mtu anaweza kukuongoza? Kwa sababu sometimes mwanamke inawezekana kama amemzidi mwanaume maarifa, ikawa ni ngumu kusubmit. Lakini je, na mwanaume umeona kabisa huyu mwanamke mimi naweza kumuongoza? Kwa foundation kwanza kabla ya kufika kwenye hilo tatizo ni kwamba kabla hujaingia kwenye ndoa usikimbilie gauni la harusi. Na wanawake ndio wengi tuko hapo. Yaani ile unajua kale kamkono kale, kapete ya ndoa, gauni la harusi. Mwisho siku unajikuta umeingia kwenye kitu ambacho sio sahihi. Sasa kama umeona tayari umeshaingia na umeshakutana na hilo changamoto, sometimes kwenye maisha unatakiwa ujifunze kuwa na maamuzi magumu. As long as hakuna violence domestic. Kama unaona unaweza, yani kuna ile mambo ambayo unajua mwanaume ni kipigo kweli kweli, unaona utafia hapo. Kama unaona kuna vitu, achana mambo sijui anachiti, sijui hajafanya nini. Kama unaona anaweza kuvumilika, jifunze kuwa na maamuzi magumu. Bebelea. Hata wazazi wetu walikaaga kwenye hizo ndoa. Sio kwamba wanaume wataipenda sana hii point. Hatimaye wanaume tumepata mtetezi kwamba kama upigwi, at least kwenye swala la kupigwa mimi siliungi mkono kabisa. Lakini kama kuna mambo mengine yanawezekana, sababu kusalitiwa hata kuchitiwa hata ukiwa nje na chitiwa hata ukiwa una date sijui na nani bana. Yaani kama kuna vitu vitatokea, yani kama unaona ya mambo, jifunze kuwa na maamuzi magumu. Kuna vile ambavyo vinaweza kubebeka, vibebe. Kwa mtu ngame mimi mume wangu alikuwa na cheat, nilimfuma na cheat mara moja tu akaondoka. You are weak. It means kwanza unaingia kwenye ndoa ulishajijua wewe uko weak. Kwa sababu kwenye mahusiano ni lazima kuna vitu uliviona. Sasa ilikuwaje ukaingia kwenye ndoa? Ndoa sio kitu ambacho cha mchezo unaenda kuingia. Watu wanachukulia ndoa kama ni kitu tu ambacho unaweza kuingia, kesho ikishindikana nitaondoka, sinishatoa nuksi, nishaolewa. No, it's not that. Unaenda kutengeneza jamii, unaenda kuleta watoto. Unaelewa? Kwa kama unajiona kabisa huwezi kuyamudu, usiingie. Lakini kama umeingia, angalia yanabebeka. Kama anabebeka, go with it. Lakini ukiachana na hivyo, mwanamke, mimi ni Mkristo. Mwanamke ndo anaijenga au kuibomoa nyumba yake
yeye mwenyewe. Tukiwa kwenye mahusiano, mwanaume anakuwa ameshika makali, ameshikilia mpini, mwanamke ameshika kwenye makali. Tukiingia kwenye ndoa, vice versa, mwanamke ndo ameshika mpini, mwanaume ameshika makali. Kwa maana hiyo mwanamke anayo 50% zaidi ya 50 kuijenga ndoa yake mwenyewe ama kuibomoa. Sasa kama umeona kwenye njia ya kawaida haiwezekani, dada, piga goti, sema na Mungu wako. Ndio maana mimi nasema ndoa sio kitu sio kitu cha mchezo. Mlienda madhabahuni ukasema kwa shida na raha, ulikuwa unajua kwamba kuna kesho itafika itakuwa ngumu? Ulijiandaaje kabla hujafika? Piga goti, muombe Mungu, hakikisha unaombea mume wako, tamka baraka juu ya mume wako. Lakini je, wewe mwenyewe uko sawa? Kwa sababu watu sasa, mimi mwanaume mimi nataka tu kuondoka. Wewe mwenyewe uko sawa? Sometimes tunabeba blame zote tunawapatia wanaume, lakini sisi wenyewe ni kichefuchefu vibaya mno. The bad thing ni kwamba wanawake tunao nafasi ya kuongea. Wanaume hawana nafasi ya kuongea. Nimesimama jamani. Yaani mpaka nimesimama, sio masiara. Nimesimama. Tuendelee. So tunavolalamika kwenye ndoa wanaume, kwenye makosa siku zote, wote kila mmoja atakuwa ana sehemu yake. Lakini sasa ubaya ni kwamba hii story ya mwanamke anaweza, ndio hapo tunaposema bado tatizo limetokea hapo. Mwanamke anaweza. Mwanamke, mimi naweza nikatoka na shoga yangu, huyu nini. Mwanaume hasemi. Kwa mfano, kwenye hii scenario ya single parent, wanawake wengi wanalalamika mwanaume haudumii mtoto. Sasa mwanaume haudumii mtoto, unaweza kukuta mama ndo sababu ya baba haudumii mtoto. Kuna wamama ni wajinga na kuna wababa pia ni wajinga. Sasa unaweza kukuta we mama, labda baba kiwango chake ni kutoa 20,000. We mama una malaki yako huko na mamilioni yako, si ndio? Sasa mimi 20,000 nitanisaidia nini? Ulikuwa unataka ende akaibe? Hicho ndio kiwango chake. Wakati unaanza kuzaa naye ulikuwa hujui kwamba kiwango chake ni cha 20,000? Ishi kwenye hiyo 20,000. Sasa kwa sababu baba, wewe una milioni, baba ana 20,000, unasema hiyo 20,000 hainitoshi. Hiyo 20,000 inanisaidia nini? Mimi mwenyewe pampasi nanunua za 50,000. Unaelewa? Kinachotokea ni nini? Mama unachukua maamuzi kwamba ya kuzuia baba asimuone mtoto. Kwa sababu hela yake ni ndogo, basi na mtoto wangu asimuone. Huyu mtoto hakuja kupiga goti kuwaomba nyie kwamba naombeni mnizae. Sasa kwa nini mtoto aje alipe madhambi ya baba na ya mama? Baba uwezo wake ni 20,000, make sure uwe uhusiano na baba. Otherwise kitu kimoja tu mimi nitasema, kama mazingira ya baba ni hatarishi. Mimi siongei kutokea wapi, mimi naongea from my own experience. Mtoto wangu akifunga shule, nampigia babake simu, amefunga shule. Unamtuma mtu au analetwa. Mtoto atafunga, kakae kwa babako, nayo kwa babako, malizaneni na huko huko. Kwa hiyo likizo nzima atakaa kwa babake, atarudi. Kwa nini? Uhusiano wa baba na mtoto usife. Whether huyo baba anahudumia ama hahudumii, uhusiano wa baba na mtoto usife, kwa sababu huyu mtoto kesho atakuwa na mahusiano. Lazima ajue umuhimu wa mwanaume kwenye maisha yake. Lakini sasa, au mwingine anasema nabadilisha jina. Mtu anaenda anabadilisha mtoto jina. Unaenda kumpa, usipoteze identity ya mtoto kwa sababu ya mambo yenu nyinyi wawili. Mimi nimekuwa bila baba, mimi personally nimekuwa bila baba. Tena mimi niambia babangu amekufa. Ndio hiyo jamii tunaisema. Babangu amekufa. Ikiwa babangu mimi ni mzima, experience niliyoipata kutokuwa na baba ndo mimi ambayo inanifanyaga sitakagi mtoto. Naelewa umuhimu wa baba kwenye maisha ya mtoto. Sasa usipoteze identity ya mtoto kwa sababu baba anahudumia kidogo au baba hafanyi. The kid has nothing to do with your problems. It's none of he or her business. Hiyo ni mambo yenu. Sasa kinachokuja kutokea ni kwamba unaua relationship ya baba na mtoto, asimuone babake kwa sababu babake hafanyi. Wewe ukija huku mbele unaanza kilanga. Baba hudumii, baba hafanyi nini? Kwa jamii nzima inaonekana single mother anaonewa.
single mother ana nini. Lakini kiuhalisia uwezo wa baba ni 20,000, mwache afanye. Mimi namwambia baba mtoto wangu hivi, hata usinipe hela, nunua chumvi, sukari na nini, peleka huko. Ada na kutumia account number, weka nani yako hapo. Na ukituma nitamwambia mtoto mpigie baba, amwambie asante. Babako ametuma ada, mwambie baba asante. Ili ajue kwamba babake yuko responsible. Lakini mpaka kufikia hatua kusema mtoto asiwe na baba yake, ama kusema kwamba mtoto asiende kwa baba yake, ni kwa sababu mazingira ya baba tayari ni hatarishi kwa mtoto. At the end of the day, kumbuka, as much as unataka kujenga uhusiano, pia well-being ya mtoto ni muhimu. Kwa kama mazingira ya baba sio rafiki, basi we baba njoo mchukue mtoto, nenda naye kazunguke naye. At the end of the day, mrudishe nyumbani. Kwamba bado uhusiano wenu upo, lakini kitendo cha mtoto kuja upande wako kwa sababu mazingira sio rafiki, najaribu kumprotect mtoto, mental health na mambo mengine. Diana, asante sana kwa muda wako. Thank you so much. Inabidi siku nyingine nikualike tuje kuzungumza mambo mengi sana. Of course, unajua jamii yetu inakosa muda wa kupata maarifa kama haya. Yeah. Tunalishana tu vitu negative zaidi kwenye social media. Kuna watu pia ukweli haufahamu. Tunafichana tu ukweli. I'm single, nalea mtoto wangu vizuri, sina shida. The issue is ni hela. Tukishakuwa na hela tumemaliza kila kitu. Kumbe ikifika usiku mtoto amelala pale kitandani, umezima taa, unaangalia juu ya dari, unasema Mungu wewe. Unatamani babake angekuepo. Ushakutana na situation? Yaani kwamba mtoto wako amelala pale kitandani, mko wawili tu ndani. Mimi nilitokea mtoto wangu, kuna time alikuwa babake ndo anakuwa anamdisappoint mtoto kwamba anamwaahidi alafu afanye. Kuna time mtoto alilia. Yani kwamba every time like he's not making atakupa promise hata itimiliza. Kuna time mtoto anakaa hivi na analia, nimemiss baba. Unampigia simu, unampa simu, ongea na baba. Lakini baba akija anamdisappoint. Kwa hiyo unakuta sometimes unasikia maumivu, huna cha kufanya. Kwa sababu siwezi kuwa baba. Mtoto amemiss baba yake na siwezi kuwa baba. Lakini baba ana disappoint mtoto. There is nothing you can do. Lakini pia wakati unafunga, ningependa sana kwenye hizi perception ambazo zinaendelea kama kwenye mitandao ya kijamii na ya mambo mabaya, ifike mahali wahusika, tuseme kwenye ngazi za serikali ama na nini nyingine, uhuru wa haya maongezi waangalie namna gani, kuna kitu gani kinachoweza kufanyika. Uhuru wa kujieleza pia usipitilize, kwa sababu ukiongea vibaya kama hivi, sio single mother ndo wanaojiuza, wanaharibu ndoa na mambo mengine, mnaleta damage kubwa sana. Nimesema kuna watu walikuwa single mother kwa sababu wamefiwa, sio, haikuwa matakwa yake. Kuna mwingine alibakwa, hakutaka kubakwa. Kuna mwingine ndoa tu imeachana kwa sababu ndo kama hivyo. Mwingine unakuta ni vipigo kila siku, kwamba kuna mambo ambayo hayavumiliki, ameamua atoke. Sasa perception kama hizi, kumbukeni kuna watoto, au watoto tunawalea, tusiwaharibu. Lakini pia hawa single mother wanafanya biashara na watu. Unafika kwenye biashara na mtu anakuuliza umeolewa? Sijaolewa ila na mtoto. Single mother. Okay. Kuna perception anayoibeba. Yani kuna vitu ambavyo ukivifanya vinaleta damage kubwa sana. Yani unaweza kuona kuko tu TikTok pale, single mother ndoe, lakini damage unayoileta ni kubwa kuliko ile views unazozitaka wewe na likes unazozitaka wewe. Okay. Yeah. Sawa, watakuwa wamekuelewa vizuri sana. Inshallah. Thank you for your time. Thank you so much. Haya. Bana, mimi naitwa Ricky, nilikuwa na Diana hapa, tumezungumza vitu vingi. Diana au nini? Diana. Inatamkwa Diana, inaandikwa Diana. Okay. Diana. Nilikuwa na Diana hapa, tumezungumza kuhusiana issue nzima ya single mother, single parenting na nini. Najua kuna vitu vingi ambavyo umevielewa, umejifunza pia. Kama bado hujawa mtoto, lakini pia wewe ambaye una mtoto tayari umejifunza vitu. Hapa ni black and white tu ambao umepewa hapa. Hamna cha kupindisha. Ameelezea uhalisia jinsi ambavyo ulivyo. Mimi naitwa Ricky, behind the camera mama KB Pixel, ndio amesababisha mimi na Diana kuonekana hapa. Till next time, bye bye.